kwa moyo mmoja kabisa. Wangapi wanapenda kumtolea Mungu? Na ni wangapi ukifika wakati wa sadaka unashikwa na mikojo na unahanya unaenda nje? Kama kuna kipindi watu hawatulii, tunaona hata pale kwa Asha. Ukitaja tu sadaka, mtu anaanza kushikwa kuwashwa na kapepo kanamwambia enuka. Ndio ameroba. Unajua mtu aliye na roho ya utajiri ana roho ya kugaramika. Tajiri huwa anagaramika. Usidanganywe. Unaona maombi ya kuombewa bila kujitolea kwa Mungu au ina pesa. Ndio wanakuwa matajiri kuliko kuna poleni, lakini kuna kitu naongea, lakini usikuchukulie vibaya. Saa zingine unaona kondoo wanaweza kukusaidia kwa baba na kuombea, lakini mbuzi anaweza simama na kitu kanisani na kafanya. Lakini kondoo anasimama na maombi. Hana kitu cha kukupatia. Lakini mbuzi kondoo wale watiifu, lakini mbuzi yeye usichotii kwake anajua mimi huwa nagaramika. Yeye ni mbuzi na huwa ni mzuri. Ndio maana mchungaji akifuga mbuzi, ukija mgeni bado watu wengi wanakuambia sikuli nyama ya awaliwi wa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu apendi kuwa sawa katika maisha yake. Kumtolea Mungu ni kufungua milango. Unaelewa? Unaelewa? Waguse kabisa, wachukue bahasha. Na hiyo bahasha si ya kuweka nani? Sadaka unakuja kutoa hapa. Hiyo ni ya kuweka fungu lako la 10 na diri zako na dhabihu, unaita special ile ya kujitolea. Sawa? Unaitoa kwa Bwana. Hata nyinyi ambao mnaenda kufanya mtihani, wewe unataka mtoto wako afanye mtihani vizuri, sio maombi tu peke yake. Mtolee Mungu. Amen. Nilikwambia kama kuna kipindi ambacho Wakristo hawana Ukristo ndani yao, ni kipindi cha sadaka. Ukifanya hivi nitakufanya kuwa hivi. Ndio maana unaona sadaka huwa inaongea sana hata katika misimu. Kwa sababu gani? Aliyekuroga wewe alimpelekea mganga kitu na akasema huyu mtu asiwahi fanikiwa kabisa. Sasa unapotoa unapinga ile roho uliyowekelewa. Na ndio maana ukitaka kuona umerogwa na unaomba sana, ikifika wakati wa kumtolea Mungu unakuwa na roho ngumu. Yaani umerogwa ya kwamba kile ambacho unataka kukifanya usifanikiwe. Na ile roho ya kutoa inakwambia kwamba usitoe. Umerogwa. Najua ikifika hapo unataka kunisikiliza, narudia. Mtu aliyerogwa, nisikilize. Mtu aliyefungwa, nisikilize. Mtu ambaye amewekewa roho ya ufukara ndani yake, huwa anakamatwa mahali kwa kumtolea. Maana aliyeenda kumroga
alitoa kuku wa gharama, alitoa kitu cha gharama, na akagharamika, akamwambia mtu huyu asifanikiwe kabisa. Sasa kufungulia milango kama sitakubariki. Na uliambiwa kujaribu Mungu kwa njia hiyo, wewe nawe hauna hiyo roho ya kumjaribu Mungu kwa njia hiyo, unabaki na roho ya kwamba ni king ama what? Maombi peke yake yanatosha. Hata by the way, si kanisa la kwanza kufika hapo. Na si kwamba kule ulikotoka au kwa unaombewa. Uliombewa. Lakini kuna vitu ambavyo ulikuwa ukiagizwa ufanye, haufanyi. Wewe angalia pale kwenu ile madhabahu unayoita madhabahu ya kwenu. Hata uende kama watu walichanga ndio wakaita nani? Subiri watu kanisani. Wakafanya madhabahu zao, ndio za uganga. Ndio. Tukija kwa Ibrahimu, alipotolewa katika nchi ya uganga, kitu cha kwanza Ibrahimu aliagizwa afanye nini? Amtolee Mungu dhabihu ya utakaso. Akawakata vipande, akawalinda ili ndege wa angani wasije kufanya nini? Kuchukua. Kwa sababu alikuwa ameagizwa na Mungu namna hiyo. Lakini sisi Wakristo wakudanganywa, Wakristo kujidanganya, lakini ikifika kwa ukweli wa Mungu tunakataa. Kuna siku shawe inuka paro yako kasema nitatoa dhabihu iliyo kamili mbele za Bwana. Na yeye alijibu ombi langu. Haujawahi. Bwana hauko mkamilifu mbele za Bwana. Alafu ukienda kule unasema ni shetani, maana mimi ni mwanadamu si mkamilifu. Si upande wa matoleo. Si upande wa nini? Matoleo. Kuna maandiko yako hapa. Nani ana bahasha? Wale ambao wamechukua bahasha milioni. Umechukua bahasha vile nimesema mkono bahasha, unainua bahasha, unainua mkono. Yes. Hata umeshindwa na yule nyanya bana. Hawaja kuashia, wanakuonea wingi. Watoka pembeni sana. Sipe. Hawataki na maisha yao. Malaki mlango wa 3 mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula. Hebu ngoja. Umeshikilia bahasha inayosema leteni zaka kamili. Alafu unaweka kitu kisicho kamili. Wangapi wanapenda kusikia sauti ya Mungu? Wangapi wanafuata Mungu? Haya. Inasemaje? Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Aha. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Aha. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sasa nikuulize, ni mahali gani kwa Biblia ilisema ukifanya hivyo nitakubariki? Itajie sahihi hapo. Kama sio njia moja pekee yake. Itajie. Sasa unaona vile una roho ya maskini. Lakini ukitajiwa mahali ambapo unasema hadui unapenda, lakini ikifika wakati hapo sasa wewe ndio unakuwa hadui ya Mungu.
Ndio maana unasikia maandiko yanasema hawa watu wananipenda kwa nini? Kwa mdomo, lakini kwa mioyo yao wako mbali. Na kinachotolewa ni moyo, sio mkono. Tunaelewana? Kutoa ni nini? Sasa je, unajua kuongea hivi? Kama umenyimwa kitu na jirani yako, ule hana moyo wa kutoa. Kutoa ni moyo, sio pesa. Amen. Unajua katika maandiko yako yote, katika maandiko haya Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo, hakuna mahali Biblia inasema nijaribu kwa kuniomba. Hakuna mahali ilisema nijaribu kwa kufunga. Hakuna mahali ilisema nijaribu kwa kuwa mwaminifu. Hata nilikwambia ijapo nena kwa lugha, sikiliza, na ndimi zote za malaika, lakini kama hauna upendo, sasa upenda, unakuwa mwaminifu kwake kwa kila kitu. Unajua mimi huwa nasema Wakristo, ukifika wakati wa kutoa hamufai kufunzwa. Kama umeokoka, unafaa ujue tayari mimi mwenyewe nimeokoka. Yesu alijitolea kwa ajili yangu, na mimi wacha nijitolee kwa Bwana. Lakini ukija ukiona watu wanapenda kufunzwa kwa ajili ya matoleo sana, maybe moyo wa kumtolea Mungu hana. Sasa unapofundishwa namna hii, kama mtu anakulazimisha, amen, na unapolazimishwa ndipo unafanya nini? Hebu tuende kwa kitabu cha Wakorintho wa pili 9. Ndivyo walivyo watu. Mwenzako akifanikiwa, wewe unalia. Lakini nikiangalia kwa macho yangu, wale ambao wamejitolea kwa kazi ya Bwana na hata kwa kumtolea Mungu, maisha yao nina ushuhuda nayo, na hata wenyewe wanajijua, si wadanganyi. Niko na watu wana ushuhuda mkubwa sana, na wanakula vizuri na wanalala vizuri na bado wanaendelea kubarikiwa. Amen. 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 Sikiliza. Wakorintho wa pili 9 kuanzia 6 nasema, lakini nasema neno hili, ni Mungu. Apandaye haba atavuna haba. Mungu hauna hiyo pesa unayosema ni yako, si yako. Hata zile kampuni Raila alikuwa anasema ni zake, sasa ameziacha. Hizo pesa ambazo alikuwa anasema ni zake, hata watu wanasema amejipeleka kwa Ruto kwa tumbo lake, ameziacha. Wajua, tunapomtolea Mungu kwanza, tunawekewa ulinzi, uzima, afya, kutetewa, kupiganiwa, kila kitu. Na saa zingine Mungu huenda akakufungulia kamlango kidogo akuangalie. Maana Biblia inasema kama hautakuwa mwaminifu kwa kile kidogo, hata kile kikubwa hautaweza kuwa mwaminifu. Sasa Mungu hubariki mtu na kiasi chake akimwangalia kama atakuwa mwaminifu kwa kazi yake. Amen. Amen. Na unataka utoke. Kuna mahali upo kwa sababu ya pando lako ulivyokuwa unalipanda, na kama unataka kutoka
ni vile unavyotaka kujitoa hapo mahali. Na mahali huwezi toka kama huwezi kujitoa. Hii nakwambia kwa free. Hata uombewe vipi kwa roho. Shetani akijua wewe ni mgoma atakuregesha. Ayubu, yule jamaa alikuwa na pesa, alikuwa na mali, na Shetani akajua, akamwambia huyu jamaa anakuabudu kwa sababu hizo mali. Akamwambia ruhusa nimalize hizi vitu. Kwa sababu Ayubu akatandikwa mpaka mwili wake pia ukawa na vidonda, lakini alisimama na Mungu. Na kile alichokuwa amebaki nacho bado still alikuwa anamtolea Mungu. Mungu akamregeshia times 2 ya ile aliyokuwa nayo. Yes. Sikufichi yule mama ambaye alipatikana na Elia. Kama singemsikiliza Elia, yule mama angekufa na madeni yake. Amen. Aha. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Amen. Amen. Kwa siku moja nilikuja nikahubiri, hata nilihubiri hata kule kwa mapasta wenzangu kwamba unajua Mungu anajua roho yako. Anajua roho yako. Hata ukiwa na shilingi 10 anajua kuna hiyo shilingi 10. Hata ukiwa na shilingi 50 anajua kuna hiyo shilingi 50. Hata ukiwa na 100 anajua kuna hiyo 100. Hata ukiwa na 1000 anajua kuna 1000. Hata ukiwa na 800,000 anajua kuna 800,000. Hata ukiwa na milioni anajua kuna milioni. Amen. Nikujulishe wapi ambapo unajua hivyo Mungu anajua. Ulikuwa na watu wangapi? Wengi sana kanisani. Ndio? Ukatoka mama anakaa kama yule ambaye amenyosha bahasha pale. Kazi sana. Alafu ukaja na jamaa wa kitambi kama huyo. Na kila kasomo, na kila payo. Naweza kutangaza Mungu hakuangalia hii pilot, Mungu hakuangalia macho ile, Mungu hakuangalia hii wivu, Mungu hakuangalia hiki kitumbo. Ni ule uaminifu wa yule mama. Amen. Kwa sababu kile alichokitoa kilikuwa kinaenda sawa hata alichobakisha kule nyumbani. Na hawa, na yule mama ndio hakutoa pesa nyingi. Vipeni viwili. Na jamaa ametoa 10,000. Lakini huyo 10,000 acha anaibia Mungu, yule wa peni 2 ametoa vilivyo sahihi. Hebu fikiria hapo. Wewe unapata funua gani? 2. Lakini umeacha mabilioni. Lakini hukupiga hesabu ya mabilioni. Na yule mama alikuwa na shilingi 200 kwa nyumba. Na akaja akatoa shilingi ngapi? Shilingi 20. Ambayo ilikuwa sahihi hata kwa Mungu. Amen. Hata kuna mahali Biblia ilikuwa tunasoma leo service ya asubuhi inasema ya kwamba ukitenda haki, haki itakuongoza. Amen. Kwa hiyo Biblia kuna mahali inasema nyinyi mnaniibia zaka. Akasema tunakuibiaje sisi? Kwa maana hamtoi zaka iliyo kamili mbeleni mwangu. Na ndio maana mifuko yenu imetoboka toboka. Sasa unajua maana ya kutoboka toboka? Ndio inaenda. Lakini upangalo si unaona umeroga. Kumbe mifuko ndio imetobolewa. Hakuna anayelinda, hakuna aliyeshona akazuia pesa yako isitoke. Kazi unazozipata ni hafifu mno. Maana roho leo nayo ni hafifu pia kwa kumtolea Mungu. Kilichobaki ni kwamba watumishi ni wale wale. Na sisi nasi watumishi tunawaambia masudikayo ni wale
waisi wa Bwana ambao Yesu amewazungumzia. Lakini sio waisi wote kanisani. Na sio watumishi wote wanaokudanganya. Mtu anapokufunza kwa neno la Mungu hakudanganya. Amen. Lakini anapokuambia kwa sababu ya tamaa, huyo ndio unafaa kuwa makini naye. Amen. Amen. Lakini ukitaka kusonga mbele ama kufanikiwa, tolee Mungu. Ile dhabihu inanena hata iweje. Nadhiri inanena hata iweje. Yakobo alichofanya akaenda kabarikiwa na Mungu ni kwa sababu ya mdomo aliyoutamka mbele za Mungu. Alimwambia baba wakati wamefukuzana na Esau, akaenda mahali hana mahali pa kulala, akaenda akaangukia mahali akalala hapo, akachukua jiwe akaliweka kwa kichwa. Zile ndoto alizoonyeshwa zilikuwa ndoto za kawaida, na akamwambia Mungu, nitakapoenda huku na huku na nikifanikiwa nitarudi hapa hapa. Mungu anataka hivyo, alafu usifanye uongo. Amen. Amen. Kama kuna roho ukisikia mahubiri ya kutolewa unasinzia, wewe hata tukikuombea unahitaji mambaka. Maana shetani amekuteka kweli kweli. Asifiwe Mwokozi. Uko tayari kwa kwenda kumtolea Mungu kwa dhabihu iliyo takatifu mbele za Bwana? Hauwezi inuka kwa kumdanganya Mungu. Utainuka kwa sababu una ukweli na Mungu wako. Tuenuke wale ambao hawezi muibia Bwana hata kama anamtolea shilingi 5. Ile tu Mungu amekubariki. Kikafungue mlango, kikaponye mtu, kikaondoe maroho na kikaondolee kila roho ya kukosa amani, na ukatimiziwe kila tamanio la moyo wako. Ishikilie tu vizuri. Baba, tazama, hatuna maneno mengi juu yako Baba, bali ninajua tu Mungu, naona kwamba ibada hii ni ya matoleo. Ukanenea ya Elia alipokuwa amezungukwa na manabii wa Baali. Bwana, nena na sadaka hii. Kuna mtu amechoka kwa kung'ang'ana. Kuna mtu amechoka kwa kusubiri. Kuna mtu amechoka kwa kudharauliwa. Kuna mtu amechoka kwa madeni. Kuna mtu amechoka kwa magonjwa. Kuna mtu amechoka kwa kuumizwa moyo. Ipokee sadaka hii na ukanene mema Baba. Nena mema juu ya maisha yake. Nena mema katika lile jambo analitegemea. Nena mema kwa ile jambo ambalo analiomba mbele zako. Nena mema Baba yangu. Njia zake zikafunguke. Njia zake zikafunguke. Nena mema Baba kwa leo naenda kufanya. Amejinyima ili akutolee dhabihu iliyo kamili. Amejinyima ili akutolee sadaka hii iwe manukato mbele zako. Amejinyima ili Bwana akaweze kukupendeza. Baba ipokee. Baba ipokee. Unapoipokea hii, hakuna madhabahu itakayosimama mbele yetu. Hakuna maagano itakayosimama mbele yetu. Hakuna adui atakayesimama mbele yetu. Hakuna maroho atakayesimama mbele yetu. Hakuna shetani atakayesimama mbele yetu. Hakuna mapepo atakayesimama mbele yetu. Baba ipokee hii sadaka. Hakuna vifungo vitakavyofunga huduma yake. Hakuna vifungo vitakavyofunga watoto wake. Hakuna vifungo vitakavyofunga ndoa yake. Hakuna vifungo vitakavyofunga tumbo yake. Hakuna vifungo vitakavyofunga Baba. Baba ile mtekeleza. Wachoka ipokea. Wachoka ipokea. Wakanene mema. Baba nena mema. Wachoka nena mema. Wachoka nena mema.
waliopeleka sadaka zao katika misemo walinena mabaya, walipopeleka sadaka zao kwa waganga walinena mabaya, walipopeleka sadaka zao katika mapango walinena mabaya. Baba, nena sasa inapokutoa, nikipinga hiyo sauti ya hiyo misemo, nikipinga hiyo sauti ya hiyo madhabahu, nikipinga hiyo sauti ya hiyo maagano. Baba, nena mema, Baba, nena mema, Baba, nena mema, ninakutoa ukanani. Baba, ukamubariki. Nasema kutini bora kuliko dhabihu. Namaanisha mtu asiposikia sauti yako hata akitoa dhabihu yake ni kama uweze kumsikia. Lakini yule anayemwagiza na ndivyo bila Baba anafanya, Baba, ndivyo utaenda kubariki. Maana dhabihu za kiburi huwezi kuzipokea Mungu, lakini dhabihu za kunyenyekea ndizo unazozipokea. Maneno yako yangewaidanganya, na neno lako limetoka Baba, limetoka. Tazama Baba, wakati mchawi anaenda kutoa dhabihu, alitembea na miguu. Hata mwingine alijificha ficha, wengine waliingia na pikipiki, wengine walienda kwa safari ndefu. Lakini kuna mtu hapa Baba, hata kusimama kukutolea hawezi. Lakini aliyeng'ang'ana na maisha yake aliyomharibu, walitembea huko na kule. Baba, ipokee sadaka hii kwa kunyenyekea. Baba, pokea sadaka hii kwa kunyenyekea. Haya maroho yanayotupiga, haya maroho yanayotuma, haya maroho yanayotusumbua, Baba, kaiondoe katika maisha yetu. Baba, karibu kila falme za giza. Baba, kateketeze kila ngome. Baba, ukavunja kila madhabahu. Baba, ukachinja kila roho. Baba, chinja manyoka. Baba, chinja maroho. Baba, chinja madhabahu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, sadaka hii kawe manukato. Aiya Baba Usanga, unakumbuka vile nilivyopata hii fedha? Nilipata kugungana, nikasema kipande hiki ninaenda kutoa mwanangu, ili akaweza kunipigania, ili akaweza kunitetea. Maombi yangu peke yake bila kukutolea Bwana sio kitu mbele yako. Mungu anapokea, anapokea. Baba, pokea. Baba, pokea. Yesu, pokea. Wachawi walipokeshwa jina langu, wachawi walipokeshwa jina langu. Kuna watu walipelekewa picha zetu, kuna watu walipelekewa majina yetu, watu walipelekewa nywele zao, watu walipelekewa nguo, watu walipelekewa nguo zetu, ili wakapeleka na mayai, wakapeleka na makopa, wakapeleka na mawasiwaka, wakapeleka na maudi, wakapeleka Bwana. Sisi tunakocha, sisi tunakocha, sisi tunakocha imani ya sadaka, sisi tunakocha na Baba, sisi tunakocha na Baba, sisi tunakocha na Baba, tunakocha na Baba. Kasema mkono unaotoa ndio unaobarikiwa. Maandiko yako yanasema kweli. Akasema mkono unaotoa ndio unaobarikiwa. Ya Baba Usanga. Kuna watu wanapenda kuvipokea, lakini hawapendi kumtolea Bwana, hawapendi kumtii Bwana. Lakini wale waliotii Baba, wale wanaosikia Bwana, wacha kuwabariki, wacha kuwabariki, wacha kuachilia neema, wacha kuachilia neema, wacha kuachilia. Bwana Yesu aliposikia sauti ya Mungu, aliwabariki watu wa Mungu. Barikiwa watu wa Bwana, barikiwa watu wa Mungu, barikiwa. Hata walio wagonjwa Yesu aliwainua kwa imani, akawaambia idukeni na mjitwike godoro wenu. Sishindane na mtu aliyekaa. Kama huwezi sikia sauti ya mtumishi wake, achana naye.
Baba, uliyesema kwa maandiko, wale wasio pamoja nasi wako kinyume chetu. Sineni haya kwa kupenda mimi, na nena haya kama vile unavyonipatia ufunuo wako. Kuna mtu hapa anaenda kubarikiwa tu kwa kukusikiliza. Penda moyoni mwake hana hata shilingi, ameinuka hana hata shilingi 10, lakini anasema kule kuinuka kwangu si bure. Sina hata shilingi 10 mimi ya kumtolea Mungu, lakini kwa sababu nampenda huyu Mungu, kwa sababu ninaitii sauti yake, kwa sababu nampenda huyu Bwana, sio kwamba namsikiliza mtumishi wa Mungu, bali nasikiliza vile sauti yake inavyosema. Wacha Bwana ukachilie baraka, wacha Yesu kanena nawe, nena na maisha yake, nena na moyo wake, nena na roho yake. Ametoka na kuteswa, nena na moyo wake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwanangu, maandiko yanasema Mungu anajua matendo yako, jua shida zako, anajua Bwana, anajua moyo, anajua kilio, anajua mateso, anajua wewe unadharau, wewe unadharau, wewe unakemore, kama umetoka, unahitaji Bwana akupiganie, unahitaji Bwana akutetee, unahitaji Bwana akuongoze. Basi ninakuombea, naombea baraka, naombea baraka, naombea baraka, naombea baraka, naombea baraka. Ninawapenda wale wanipendao kwa bidii na wale wanitafutao kwa bidii. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe mkono wako Baba, ajili ya miracles zako kwa Mungu. Kile ulichobeba, kile ulichotumia kibarikiwe. Ewe vizuri kwa umeshikilia hata kama ni baraka, kama ni fedha yako. Kile ulichobeba Mungu akubariki. Akinyenyewe hapo hapo kwa mikono yako. Hiyo mikono ikapokee fedha. Hiyo mikono ikabarikiwe. Hiyo mikono ikafunguliwe. Hiyo mikono pokea muujiza. Mikono yako yana Baba. Shika matamanio ya moyo, utapokea kila hitaji la moyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, fungua walionyang'anya nyota yake kupitia mkono. Huo mkono ndio unashikilia hiyo sadaka yake. Walionyang'anya nyota yake, kila aliyekusalimia na akakuchukulia nyota yako. Kuna watu waliosalimia kwa mabaya. Uliambiwa kuna kitu unashika, uliambiwa kuna kitu unatatulia kwa mikono. Uliambiwa kuna kitu unajitalia kwa mikono. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hata ule unamwita mbaya, ukisalimia mtoto wako, ukigusa kazi yako itaendelea. Chochote utakachoenda kukiombea kitabarikiwa kama ilivyobarikiwa sadaka yako. Chochote utakachogusa hata kama ni kwa nyumba yako, hata kama ni maroho yako kwa mume wako, hata kama ni maroho yako kwa mtoto wako, hata kama ni maroho yako kwa nyumba yako, ninakuwekea nguvu za ajabu kwa mikono. Ninaweka nguvu za ajabu kwa mikono. Haitakuwa mikono ya kawaida, haitakuwa mikono ya kawaida. Kama Yesu alifanya
Gusa mahali popote panapouma. Kwa mikono yako. 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 Kwa mikono. Chochote unachotaka kukimiliki kitaanza kwa mikono yako. Hata gari inaendeshwa kwa mikono. Hata nyumba inajengwa kwa mikono. Hata kazi inafanywa kwa mikono. Hata ndoa inajengwa kwa mikono. Unajua mwanamke mkomavu kutoa mkono wako, lakini hiyo mikono yako ni ya kujenga, ni ya kujenga, si ya kuvunja ndoa, ni ya kujenga, si ya kuvunja kazi, ni ya kujenga, si ya kuvunja huduma, ni ya kujenga, ni ya baba sana. Yesu achilia, Yesu achilia, Yesu achilia, Yesu achilia, Yesu achilia, Yesu achilia, Yesu achilia. Katika jina la Yesu. Toka wewe. Toka wewe. Andiko nasema vile mtakavyovishika vitakuwa vya wengine, vitakuwa vyenu. Nakwambia tena na mtu aliyekaa ni madharau alionayo, ni kiburi alichonacho. Wewe unayetii, Mungu akubariki mtoto wangu. Wewe ndio mtoto wangu. Mungu akubariki mtoto wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna nguvu za ajabu zinaachiliwa ndani yako. Kuna roho ya ajabu inaachiliwa ndani yako. Yako itakuwa ya kawaida. Mikono yako itakuwa kawaida. Mikono yako. Mikono yako. Mikono yako. Mikono yako. Wajua mtu akiletewa mikono yake, hakuna kitu atashika kiwe chake. Mikono yako ikibarikiwa, umepata kibali cha kumiliki. Wewe umepewa mikono. Kuna wengine hana kabisa mikono, unatamani angekuwa na mkono. Inadili na wale watu ambao Bwana na alisema kupitia mikono. Ya Mungusi kitaya. Kuna vitu vingi vimekuponyoka. Kuna vitu vingi vimekuondokea mwanangu. Vikarudi. Hiyo kazi uliyoifanya kwa hiyo mikono. Hiyo watoto waliowashika kwa mikono yako. Saizi wamekuwa watoto. Uliwanyonyesha kwa kupitia mikono yako. Huyo mwanaume uliyemsaidia kwa mikono yako amebadilika ghafla. Huyo mwanamke kuna mwingine mtoto wake hata alikufa, alikuwa amezoea kumshika na mikono yake, alikuwa amezoea kumkata kwa miguu yake. Mwanangu anakuja mwingine, mwanangu anakuja mwingine, anakuja mwingine. Kuna kazi ilikufa, inakuja nyingine. Kuna huduma ilikufa, inakuja nyingine. Kuna uongozi ulikufa, unakuja mwingine. Kwa jina la Yesu, pokea. Kwa jina la Yesu, pokea. Kwa jina. Asante Bwana. Tumepokea urithi wetu. Tumepokea vilivyo vyetu. Umetuongezea na zaidi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba, kuna watu walikuja kutusaidia tukiwa watoto wadogo. Wakatugusagusa katika pigo letu.
la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Umenikumbuka. Umenikumbuka.